Kati ya mambo ambayo mamlaka ya mapato TRA mkoa wa Tanga inajivunia ni pamoja na kukusanya mapato na kuvuka lengo katika kipindi cha miezi 6 ya mwanzo ya mwaka wa fedha 2025/26. Akizungumza na waandishi wa habari, meneja wa TRA mkoa wa Tanga Thomas Masese anasema mafanikio waliyofikia yanatokana na kukua kwa uzalendo miongoni mwa wananchi pamoja na kuimarika kwa mifumo ya kodi nchini. Kwa mwaka wa fedha 2025/2026 ambao ulianza Januari 2025, mkoa wa Tanga tulipangiwa lengo la kukusanya bilioni 373. Kwa miezi 6 ya mwanzo lengo lilikuwa ni kukusanya bilioni 181.9 na tumefanikiwa kukusanya bilioni 253.8 ambao ni sawa na ufanisi wa 139. Kwa upande wao, wafanyabiashara wa mkoa wa Tanga wanasema hatua waliopiga TRA ni muhimu, huku wakisisitiza wananchi kudai risiti pindi wanaponunua bidhaa madukani. Mtu yoyote anayeanza kulipa kodi, anapoanza kulipa kodi, mtengenezee mfumo wa furahi kulipa kodi. Hata kama ana mtaji mkubwa kiasi gani, anza naye kidogo aone raha. Hamjui kumbembeleza mtoto. Mtoto anapoanza kutembea, unaanza kumwekea pala, naenda, mara unamkamata. Lengo kubwa ambalo tunaliona mbele yetu ni kuhakikisha yale mapato ambayo tumeyakusanya, ndugu meneja, haturudi nyuma, tunazidi kusonga mbele. Na bandari, nataka niwahakikishie na wote, tunaona bandari sasa hivi inatema. Kila siku inatema. Kwa hiyo ikitema ina maana ni kodi inaongezeka. Na pia tunazidi kutoa elimu kwamba unapokwenda kununua kitu, dai risiti. Maana ya risiti ni nini? Risiti kazi yake kubwa ambayo inaweza kukusaidia kutoa madawa, kusaidia elimu shule na hali kadhalika. Kwa hiyo sisi kama wafanyabiashara lazima tuungane mkono na TRA ili iweze kusaidia mkoa wetu wa Tanga kwa mambo mbalimbali. Mamlaka ya mapato TRA mkoa wa Tanga inaendelea kuhimiza ushirikiano kati ya wananchi, wafanyabiashara ili kufanikisha malengo ya ukusanyaji wa mapato yanayotakiwa. Kutoka Tanga, Raisa Said, Clouds TV.